Karibu katika episodi ya 6 recap yetu nzuri. Kama bado hujatazama sehemu ya 5, basi hakikisha unagusa pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Tunaanza kama hivi. Mwamba Nicholas alipoteza maisha yake katika mikono ya bidada na akimsii kwamba anampenda kweli kweli, na akafia katika mikono ya bidada Zoa ambaye hata hakuwa na time naye hivyo yani. Huku nyakati za usiku bidada Gabi alikuwa ameitwa na Ashrit pamoja na Eric na walikuwa wakijipatia dina katika maeneo haya, na wakati huo walikuwa kimconvince Gabi kuweza kubakia katika hiki kisiwa. Huku upande wa pili bidada Zoa pamoja na bibi Jane walikuwa wanautupa mwili wa Mwamba Nicholas katika bahari kwa sababu jamaa ndio hivyo ashapoteza maisha. Sasa huku tunaonyesha mwamba mmoja anayefahamika kama Soa. Huyu jamaa ana bifu kikubwa sana na bidada Ashrit kwa sababu kuna rafiki yake mmoja alikwenda kupoteza maisha katika maeneo haya na alimwaidia kwamba atakuja kumlipia kisasi chake. Na Mwamba Soa hataki kabisa mtu yote aweze kumsaidia katika jukumu hili. Na licha ya kwamba bidada Jane pamoja na bidada Zoa walikuwa wako tayari kumsaidia, lakini Mwamba Soa hakuwa tayari katika jukumu hili hata kidogo, na aliahidi kwamba atakwenda kulipa kisasi yeye mwenyewe. Sasa mwanamama Ashrit alikuwa amekuja huko kwa bidada Maika yule ambaye anashinda sana kwenye mitambo ya CCTV cameras, na alikuwa akimwambia kwamba leo kutakuwa na uchaguzi, naomba uweze kupiga kula ya kuweza kumondoa Charlie na huyu bidada Afrika katika eneo hili la kisiwa. Hasa yule mtoto Isaac aliweza kumkuta mwamba mmoja anafahamika kama Eloy katika maeneo ya mapango akiwa ametelekezwa kule, akaanza kuongea naye kwa lugha za ishara, na hizi lugha kumbe mwamba anazoweza kuziongea pia. Na Eloy akamuuliza huyu mtoto kwamba wewe ni mtoto peke yako katika ile eneo la kisiwa, na huyu mtoto akasema kuwa yeye ni mtoto wa mwamba Eric. Huku katika mainland baba yake na mwamba Ivan akaamua kata tamaa tu kwenda kumtafuta huyo mtoto wake kwa sababu amehangaika sana na hakuna matumaini yote ya kuweza kumpata. Kile mwanamke alimsii sana babake na Ivan asikate tamaa mapema namna hiyo, lakini mzee akasema napoteza pesa zangu kukulipa tu, lakini sioni kabisa matokeo. Basi huyo mwanamke mpeleleza akarudi nyumbani na kuanza kuchoma kila kitu, lakini akawa anakumbuka kwamba kuna bracelet, lakini ndani ya simu yake kulikuwa kuna missed call nyingi sana. Kumbe hii namba ilikuwa imepigwa simu na mama yake na bidada Gabi pamoja na bidada Zoa. Alikuwa akipigia huyu mpelelezi na kumwambia kwamba ameweza kushangaa kwa watoto wake hawaoni kabisa hapa nyumbani. Kwa hiyo akawa amempigia huyu mpelelezi kuhakikisha kwamba anamsaidia kuweza kuchunguza ni wapi watoto wake watakuwepo hapo. Wakati mama yake na Zoa anatoka ndani ya nyumba, kuna jamaa mmoja akawa ameingia ndani ile nyumba na kisha akachukua picha na kumuonesha bidada Zoa na Gabi wakiwa ni dada na dogo. Lakini wakati anatoka tu akakutana na huyu mpelelezi akiwa anapita mitaa hiyo hiyo, na wakati huo akamsaidia kuokota baadhi ya vitu ambavyo alikuwa amegongana navyo na kuweza kuviangusha. Lakini huyu mwanamke alipoweza kumtazama huyu jamaa katika mkono, akaja kugundua kwamba kuna alama fulani imeweza kuchorwa mkononi, na hii alama ni ya wale watu ambao wanatokea ndani ya kisiwa. Huku katika kisiwa bidada Ashrit wakati mwingi sana anamtazama Gabi kila wakati, hata wakati wa kupata chakula bado alizidi kumtazama. Hii kitu ikabaki na mshangara Zoa kukuona kwamba mbona Ashrit ni kama anaojilani sana na dada yangu. Bidada Zoa akaamua kumfuata Gabi na kuanza kumwambia kuwa ni kama unaanza kumwamini huyu mtu na kusogeza ujilani naye sana, na kuomba usije ukamwamini, ni hatari zaidi. Akaanza kumfokea dada yake. Na kama kawaida jioni ilipoweza kufika, kile kikao cha kuweza kuondoa Charlie na bidada Afrika kinaweza kufanyika, na kikao hiki kitaamua kwa kupiga kula. Na lakini hata kabla kikao hakijaanza, yule mwamba anayefahamika kama Soa alikuwa amekuja na kisu na akakihifadhi kwa chini hapa. Baada ya kula kuweza kupigwa moja baada ya nyingine, mwisho wa siku bidada Afrika akachaguliwa kwa wa kwanza kuweza kuuliwa, wa pili alikuwa ni Charlie, na watatu alikuwa ni mwamba Eric kwa sababu aliweza kupinga zoezi la bidada Afrika kuweza kuuliwa, na mwisho kabisa ni bidada Maika aliyeweza kupinga zoezi la mwamba Charlie kuweza kuuliwa. Kwa hiyo mmoja baada ya mwingine atakwenda kuuliwa. Sasa huyu bidada Ashrit kumbuka kwamba wakati mwingi sana yuko na huyu mwamba Eric na wanaojelani mkubwa, lakini kwa kitendo cha mwamba kuweza kupinga tu mauaji, basi naye amejumuishwa hapo ndani. Na mara ghafla tu bidada Maika akaweza kuzima umeme ili kule Afrika na mwamba Charlie waweze kutoroka. Na wakati huo umeme unarudi tu, basi mwamba Soa akaweza kumwekea kisu Ashrit katika eneo la shingo na anatoka naye hapa. Lakini pia mwamba Soa ndo akakiri kwamba yeye ndo alikuja kumshambulia mwamba Eric mpaka akaanza kutibiwa kule katika kisiwa. Sasa amekuja kumshambulia bidada Ashrit kisha atafuatia huyo Eric. Lakini mwamba Charlie wakati anakimbia na bidada Afrika, hapa tu bidada Afrika kama amesikia sauti fulani kana kwamba kuna mtu alikuwa anakuja nyuma yao. Bidada Afrika akarudi ndani na kwenda kumshambulia Soa ambaye alikuwa amemshikilia bidada Ashrit, na mwisho wa siku Joe akaweza kumshambulia huyo Soa na Soa akaanguka chini, na hapo madamu yakaanza kutiririka. Wakati kila mtu ameweza kutulia baada ya kusikia mlio mkali sana wa risasi, basi wanakuja kutazama chini na kugundua kwamba mwamba Soa ameweza kukimbia. Lakini huko upande wa pili tunaonyesha pia naye Charlie alikuwa anakimbia baada ya kusikia mungurumo wa risasi pindi ambapo bidada Afrika alikuwa ameweza kuingia ndani. Wahenga walishasemaga kwamba mbio za sakafuni huwa huishia ukingoni. Mwamba baada ya kukimbia kweli kweli mwamba Charlie akajikuta tu anaangukia chini kabisa ya miguu ya mwamba Joe, yule mkuu wa majeshi katika eneo hili. Kirudi huku ndani ya mjengo baada ya bidada Ashrit kugundua kwamba Maika aliweza kumsaliti kwa kumpigia kula mwamba Charlie aweze kuwa hai, hiki tu limkela sana, lakini akamwambia kuwa sitakuondosha katika nafasi ulionayo, bali nitahitaji useme kwa heri kwa mwamba Charlie kwa sababu anakwenda kuuliwa dakika hii. Lakini bidada Maika akaomba sana kwamba Charlie apewe nafasi ya mwisho, na kwa sababu Ashrit anamkubali sana Maika ikabidi kumpatia nafasi hiyo ya mwisho mwamba Charlie. Wakati huo Charlie akawa amechukuliwa na kurudishwa huko katika maeneo ya makambi. Aliporudi tu akasikia jina la mtu anayefahamika kama Gabi. Alifurahi kweli kulisikia jina hili, ni kama wanafahamiana. Siku ya leo katika kisiwa jambo la kipekee liliweza kuonekana. Ni ule mtoto Isaac aliweza kuletwa katika maeneo haya. Ni kitu ambacho ni kinyume kabisa na sheria za maeneo haya, kwani haruhusiwi kabisa mtoto mdogo kuonekana
kinaonekana hapa. Mtoto Isaac na mwamba Elroy wakaweza kukamatwa, wote wanatolewa katika maeneo haya na kupelekwa katika maeneo ya selo. Lakini kabla ya mwamba kuweza kudumbukizwa katika selo, mtoto huyu Isaac akamsihi sana huyu kiongozi na kumwambia kwamba naomba msimfunge huyo Elroy. Hasa huko katika nyumba ambayo dogo Isaac alikuwa akikaa, yule mhudumu ambaye alikuwa akimhudumia dogo Isaac akaanza kutekelezwa kipigo kwa kuweza kuruhusu Isaac kuweza kuonekana katika kisiwa. Na mtu aliyekuwa anatekeleza adhabu hii kwa mwingine bali ni bidada Daniel, yule ambaye ni mkuu wa majeshi pia naye katika maeneo haya. Sasa kwa sababu yule mtoto alisema kwamba Elroy asiweze kufungwa, mwisho wa siku akawa ameachiliwa. Yule mtoto anaonekana kwamba ana thamani sana na ana nguvu sana ya maamuzi katika eneo hili. Basi mwamba akawa ameachiliwa, lakini jamaa alikuwa amerudi akiwa amepigika sana na akawa anatoa siri zote kwamba jamani, yeye kuna mbingu ambayo inaandaliwa huko nasikia ndio inaitwa Eden. Kwa hiyo sisi tumeletwa hapa katika hiki kisiwa, lengo ni moja tu, tuje tuelekee katika hiyo mbingu ambayo inaandaliwa. Basi hao wote wakashangaa sana na kuanza kuuliza, je, hiyo mbingu inaandaliwa na wakina nani tena? Lakini bidada Jenny akapata wazo kwamba wanatakiwa kuichafua hiyo habari ya mbingu na wasambaze kwa kila mtu aweze kujua kwamba hapa wamekuja kumbe kwa muda mfupi tu, lakini kuna sehemu ambapo wanaelekea ambapo sio hapa duniani. Shughuli nzima ya kwanza kusambaza hayo maneno ya kwamba kuna mbingu mpya inaandaliwa basi zikatapakaa kweli kweli hapa katika maeneo haya ya kisiwa. Na mwisho wa siku bana, katika lile zoezi la kama kawaida mishale ya jioni, kila mtu kuongea ukweli wa maisha yake, kila mmoja alikuwa akijadili kwa habari ya hiyo Eden mpya ambayo inaandaliwa. Lakini ilipofika zamu ya bidada Afrika kuweza kuambiwa umbea huu, akasema kuwa najua kila kitu, lakini kama sitakuja kumpinga mwanamama Asret kwa sababu nilipokuwa nimefungwa hakuna hata mmoja aliyekuwa anakuja kuniangalia wala kuplani kuja kunikomboa. Hasa hapa katika Kilinge kama kawaida bana, kila mtu anatakiwa kuanza kuyazungumza ya moyoni mwake. Siku leo ikupo ni zamu ya bidada mmoja anayefahamika kama Sam. Akazidi kujieleza kwamba yeye ni mtoto wa bilionea mkubwa sana kule katika ardhi kavu. Na bidada Asret alipokuwa analisikia jina hili ndio akakumbuka kwamba miongoni mwa watu ambao walikuwa ni maadui zake wakubwa kumbe ni baba yake na huyu bidada. Sasa bidada Asret alifurahi kweli kweli kwa kuona kwamba hapa atakwenda kulipa kisasi chake vizuri kabisa kwa yule adui yake. Na mbaya zaidi ni kwamba huyu bidada Sam ndio mpenzi wa mwamba Charlie kutokea wakiwa katika hii dunia ya kawaida. Mishale ya usiku ilipoweza kufika kama kawaida bana, wakaanza kunjinginjingi. Sasa kumbuka kwamba katika kila ghetto kuna CCTV camera. Na bidada Mike alikuwa akilishuhudia tukio hili zima. Alafu yeye ndio aliweza kumsababisha mwamba Charlie aweze kuachiliwa kule asiweze kuuliwa kwa sababu alikuwa anamtetea kwa kujua kwamba yeye ni mpenzi wake, lakini kumbe huyu mwamba ana mpenzi wake mwingine. Bidada Mike alijikuta analia tu kwa sababu hakutegemea kabisa kwamba siku moja Charlie atamsaliti mbele ya macho yake. Basi moja kwa moja bana akaingia Aslet hapa ndani na kusema kuwa hiyo video inayomuonesha Charlie akifanya mapenzi na Sam basi inatakiwa kutumwa kwa baba yake na bidada Sam. Basi bidada Mike akaunganisha moja kwa moja system ya mitambo, inaonekana arusha maongezi yote yanaelekea kule katika eneo ambalo baba yake na Sam ameweza kulazwa, na akasema kwamba mwanao Sam ataishi hapa katika kisiwa maisha yake yote, hautowahi kumuona milele. Nyakati za jioni Asret akamwalika Gabriel tena mpaka hapa nyumbani na akaanza kupiga story, lakini kati huo anapiga story kuna jiwe moja likawa limerushwa. Kila mtu akachukua tension na bidada Asret akashika bunduki yake tayari kabisa kwa ajili ya mashambulizi. Lakini walipoweza kutoka nje hawakumuona mtu yoyote yule, ila walikuta kuna ujumbe mmoja umeandikwa kwamba murder and scam, yani mauaji na utapeli tu. Bidada akawa anatafakari ni nani ambaye atakuwa amerusha jiwe mpaka kuatishia kiasi kile, na nani ambaye ameweza kuandika ule ujumbe katika eneo la kuta. Basi bidada huwa anaigizaga kana kwamba hamna kinachoendelea. Akafika hapa na kuwatangazia watu kwamba amepokea ujumbe kutokea katika mbingu mpya. Kwa kuna kitu ambacho atakwenda kuambia siku ya leo. Bidada Zoa alielekea katika maeneo ya mapango, akawasha moto mkubwa sana, moto ambao uliweza kuwavuta walinzi na kuelekea kule. Lakini huo wakati mwamba Ivan akatimba katika maeneo yale ambao walinzi wametokea, akaenda kuiba silaha na mvilipuzi kadhaa. Kisha wakakimbilia katika mapango kwenda kuvificha vile vitu walivyokuwa wameweza kuviiba. Baadhi ya watu walipotoka hapo moja kwa moja wakaelekea katika jumba kubwa sana ambao dogo Isaac alikuwa akiishi, na huko aliweza kukutana na mwanamke mmoja anafahamika kama Nuria. Yule aliweza kutembezewa kichapo kizito baada ya kumpoteza mwamba Isaac, na akaanza kufunguka kwa kusema kwamba Isaac ni mtoto wangu wa kumzaa, lakini waliweza kuninyang'anya na kusema kwamba atakuwa ni mtoto wao kuanzia sasa hivi na wakaniajili mimi kama mlezi wake. Lakini huku katika maeneo nyeti ya kampuni, mwamba Eric alikuwa ameletwa na bidada Afrika akisema kuwa unajua kwamba Asret anatudanganya tu. Alikuja kutuambia kuwa eti kuna mbingu mpya na Eden mpya, lakini katika mitambo hapa inaonekana kila kitu kiko sawa, lakini hakuna kitu kama hicho kabisa. Na mwamba Eric ikabidi yeye mwenyewe kuweza kuhakikisha, akatuma signal kuelekea huko katika space, na bahati mbaya kulikuwa hakuna taarifa yoyote ile ambayo inarudi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba bidada Aslet alikuwa akiwachezea tu mchezo. Nyakati za usiku tena huku mwamba Charlie akafungua ile nyumba ambayo anaishi, akaenda kwa bidada Mike na kusema kuwa samani bana kwa kile ambacho nimeweza kukifanya, lakini nilikuwa na mpango maalum. Lakini licha ya kwamba mwamba alijitahidi sana kujieleza, lakini bado bidada hakuweza kumuelewa. Mwamba akaamua kurudi katika kile kijumba chake na kuanza kumwaga bidada Sam na kumwambia kwa heli. Lakini wakati anaendelea kuzungumza na huyu bidada, kumbe bidada Gabi alikuwa akiwasikia kila kitu. Na ukumbuke kwamba Gabi ameanza
kuwa na ujirani na yule bidada Ashlet. Mapema alfajiri palipoweza kukucha tu, akaenda kumfuata Ashlet na kumweleza kila kitu alichokuwa amekisikia siku ya jana. Na haraka sana Ashlet akawaagiza watu ambao wako katika mipaka na kuambia kuwa waandae timu vizuri sana kuhakikisha kwamba Charlie atakapokuwa na kanyaga tu katika maeneo hayo apigwe ya kichwa. Hasa unadhani nini ambacho kitakwenda kujiri? Ni kusiti kubaki na mimi katika episode inayofuatia ambayo itakuwa ndio ya mwisho kabisa. Hiyo itakwenda kutupa majibu ya nini ambacho kitakwenda kuendelea hapa katika maeneo ya kisiwa. Asanteni sana kwa wote ambao tuko pamoja. Kukumbusha tu kwamba una nafasi ya kuweza kugusa alama ya like na nafasi ya kuweza kugusa alama ya subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili uweze kuwa familia yetu ya kudumu.